بالله من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم wa anta allamul ghuyub. Kwa imani wal Islam, tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu pendwa hichi kiitwacho Madarijul Ula, ambacho ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imam al-Arif billah Hasan ibn Umair Ash-Shirazi afa Allahu anhu. Leo kwa taufiki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa ni wenye kuendelea ukurasa nambari 38 na beti ambazo tutakuwa ni wenye kuondoka nazo leo ni ubeti wa 21 pamoja na ubeti wa 22 zinazosema beti kama hizi: yu'alaju bitatabbu kullu da'in wa laysa lida'i dhanbika min ilaji siwa dhar'in ila arrahmani mahdhin biniyyati khaifi wa yaqini raji. Anasema yu'alaju bitatabbu, hupatilizwa kwa kutibiwa. Yu'alaju, hupatilizwa, hushughulikiwa. Bitatabbubi, kwa kutibiwa. Kullu da'in, kila ugonjwa ambao mtu yuko nao, basi ugonjwa kama ule utashughulikiwa kwa kuweza kutibiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuteremsha katika dunia kama hii maradhi au magonjwa, isipokuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha pamoja na tiba zake. Ni sisi tu wanadamu kuweza kuzijua tiba kama zile au kutokuzijua, lakini Mola hateremshi ugonjwa katika ulimwengu kama huu isipokuwa atateremsha na tiba zake. Kwa hiyo kila ugonjwa hupatilizwa, hushughulikiwa kwa kule kutibiwa, ukapona mwisho wa siku. Lakini anasema msanifu, walaisa, na hakuna, lidai dhambika, kwenye huu ugonjwa wa madhambi yako, min ilaji, hakuna tiba. Walaisa, na hakuna, lidai dhambika, kwenye ugonjwa wa maradhi yako, kwenye ugonjwa wa dhambi zako, min ilajin, ugonjwa kama huu wa madhambi hauna tiba. Siwa dhar'in, isipokuwa ni kunyenyekea. Siwa dhar'in, isipokuwa ni kujidhalilisha. Ila arrahmani, kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mahdhin, kwa utakasifu. Siwa, isipokuwa ugonjwa kama huo wa madhambi, ili uweze kujitibu na kuweza kusalimika na maradhi kama hayo ya madhambi, hakuna tiba yake isipokuwa siwa dhar'in, isipokuwa kujidhalilisha, kunyenyekea. Kwa nani? Ila arrahmani, kwa mwingi wa rehema. Mahdhin, kwa kutakasika. Biniyati khaifi, biniyati khaifi, tena kwa nia ya mwenye hofu. Biniyati khaifi, kwa nia ya mwenye hofu. Wa yaqini raji, na pia vile vile kwa yakini ya mwenye matarajio. Kwa yakini ya mwenye matarajio, bimaana anataraji ya kuwa kwa kutumia dawa hii. Dawa gani? Ya kujinyenyekesha kwa Mwenyezi Mungu, ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ana matarajio ya kuwa haya magonjwa yake ya madhambi au hili gonjwa lake la madhambi, basi mwisho wa siku Mola Subhanahu wa Ta'ala atamponyesha. Siwa dhar'in, isipokuwa ni kujidhalilisha, kujinyenyekesha. Ila arrahmani, wa mwingi wa rehema. Mahdhin, kwa kutakasika. Biniyatin khaifi, biniyati khaifi, kwa nia ya yule mwenye hofu. Wa yaqini raji, na yaqini ya yule mwenye kutarajia. Anasema chini hapo namba 21 na namba 22, yu'alaju ay yudawa wa yudafa'u min amradil insani bitatabbubi. Anasema yu'alaju, hutibiwa, hushughulikiwa, hupatilizwa. Kwa hiyo yu'alaju maana yake ni nini? Asema maana yake ay yudawa, hufanyiwa dawa. Wa yudafa'u, na hukingwa. Min amradil insani, kutokamana na maradhi ya kibinadamu. Bitatabbubi, kwa kule kufanya tiba. Ay bitadawi, kwa kule kufanya dawa. Maana kwa kufanya dawa ndio hupelekea mwisho wa siku mwanadamu kama huyu kuweza kukingwa na maradhi ambayo yuko nayo yaliyompata, kuweza kutibiwa. Anasema kullu da'i, kila ugonjwa. Ay maradhin min amradil badani, kutokana na maradhi ya viwiliwili. Wa yukhadhu minhu, na huchukuliwa kutokamana na huko kufanya dawa, kutibiwa.
jawazu tadawi, kujuzu kule kufanya dawa, bimaana kujuzu kule kufanya tiba, bimaana kufanya tiba, kumganga mtu umechukuliwa huko kwenye kufanya tiba, maana yake kuna juzu, ni jambo ambalo ni jaiz, linafaa. Walaisa, na hakuna, ay tatabbubi, walaisa, na hakuna, ay tatabbubi, huko kutibiwa, huko kufanywa dawa, lidai ay maradhi, na hakuna tiba ya hayo maradhi, dhambika, ya dhambi zako, alladhi, madhambi ambayo, irtakabtahu fi hayatika, umeyafanya madhambi kama hayo katika maisha yako. Bimaana tiba ya maradhi kama hayo ya madhambi ambayo ulioyafanya katika ulimwengu wako hayako na tiba, min ilajin, hayako na tiba, hayana tiba. Kwa sababu gani? Lianna daa dhambi, kwa sababu maradhi ya madhambi, lianna daa dhambi, kwa sababu maradhi ya madhambi, min aladwa'i alma'nawiyati, ni katika magonjwa ya kimaana, si magonjwa ya kihisi, ni katika magonjwa ya kimaana. Wadaul badani, na yale magonjwa ya kiwiliwili, min aladwa'i alhissiyati, ni katika magonjwa ya kihisi. Yani maana yake madhambi ni magonjwa au dhambi ni gonjwa, lakini gonjwa hili la madhambi ni gonjwa la kimaana, gonjwa ambalo huwezi kuliona kwa kutumia macho, huwezi kuligusa kwa kutumia mkono, huwezi kuliramba kwa kutumia ulimi, huwezi, maana ni magonjwa ya kimaanawi. Lakini magonjwa yale ya mwili, mathalan mtu ana malaria, ni ugonjwa huo, lakini ugonjwa wa kihisi, kiasi ambacho ukienda kupimwa kule, lau kama utakwenda kwenye maabara sawa na damu ukapimwa, basi vitaonekana vile vimelea, vitaonekana vile vijidudu vya maradhi kama yale, ima iwe ni malaria au magonjwa mengine. Lakini huu ugonjwa wa madhambi, lau kama utakwenda kwenye tiba, kwenye maabara za kibinadamu kwenda kuangaliwa ugonjwa kama huu, hauwezi kuonekana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni ugonjwa wa kimaanawi. Lakini sasa tiba yake hii ndio asema siwa dhari'in, isipokuwa ai atadhalluli, kule kujidhalilisha. Siwa dhari'i ay tadhalluli, isipokuwa kule kujidhalilisha, wal ibtihali ila arrahmani, na kujitupa mzima mzima kwa Mwenyezi Mungu. Wal ibtihali, na kujitupa, ila arrahmani, kwa Mwenyezi Mungu. Na hiyo rahmani ay almun'imi, yule Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha, bijalaili ni'ami, ule ukubwa undani wa neema. Arrahmani, yule mwenye kuneemesha ule ukubwa wa neema. Warrahmanu, na hiyo rahmani, ismu min asma'i, ni jina miongoni mwa majina yake Taala, Mwenyezi Mungu alikuwa ametukuka, ni miongoni mwa majina yake alhusna, ambayo ni mazuri. Walillahi asmaul husna. Kwa hiyo isipokuwa ni kujinyenyekesha kwa mwingi wa rehema, tena mahdhin ay khalisin anir riyai, hali ya kutakasika, kuepukana na ria. Huko kunyenyekea kwako, huko kujitupa mzima kwako, si kwa ajili ya kuwaonyesha watu kuwa na wewe sasa unanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, umerudi kwa Mwenyezi Mungu. Yani kule kunyenyekea kwako kuwe ni kwa ikhlasi. Haijalishi watu watakuchukulia namna gani, kwa sababu sasa hivi tuko zama ambazo watu huwa wanaona aibu sana katika mambo ya kidini kuweza kuyafanya. Mtu aona sasa leo nionekane nimeingia msikitini mule, nitaonekana vipi? Utaonekana hivyo ambavyo watu watakavyotaka wewe uonekane. Lakini sasa ukataka kuonekana na watu unavyotaka wale watu wakuone, hapo itakuwa kuna mtihani. Watu watakuona vile ambavyo wewe unavyotaka. Umerudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nia moja bila ria, watu watakuona mashallah, sasa hivi jamaa kastakimu vizuri. Lakini wengine ndo hao wana haya, hivi mimi nitaonekana vipi na watu? Tatizo hilo. Kwa hiyo ay khalisin min ar-riya'i, anir riya'i, huko kurudi kwa Mola, huko kujinyenyekesha kwa Mola na kurudi mzima, ni maana kuwe kumeepukana na ria. Wa huwa na'atu dhari'i, nayo hiyo ni na'atu ya mahdhi, ni na'atu ya dhari'i, na'atu yake. Biniyati khaifin, kwa nia ya mwenye hofu, minhu ta'ala, kutokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna niyatahu fil qitali, ndio fil qitali, lianna niyatahu, kwa sababu nia yake huyo alkhaifu, huyo nia yake, fil qitali li awamiri llahi ta'ala, ipo katika kupambana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu mtukufu, wal intihai, na kukoma, an manahihi, kutokamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza.
wal khaifu minhu ta'ala, na yule ambaye mwenye kumhofu, mwenye kumuogopa Mwenyezi Mungu mtukufu, la yaamanu qalbuhu, moyo wake hauwi na amani, moyo wake hausalimiki. Yani kila saa utamuona hupapatika kwa sababu anamuogopa Mola, ajua kuwa Mola nani. Kwa sasa utamkuta moyo wake hauwi na amani, hauwi ni wenye kusalimika, kila saa ana hofu yeye. Wala taskunu raw'uhu, na wala ile roho yake haitulii. Wala taskunu raw'uhu, na wala roho yake haitulii. Walau kanat indahu hasanatun kathira, hata kama mtu kama huyu yawe yako mbele yake mema mengi kabisa, lakini kwa sababu ya kule kumhofu Mwenyezi Mungu, basi roho yake humpapatika, haitulii, moyo wake pia vile vile hautulii. Walau kanat indahu, ijapokuwa yamekuwa mbele zake huyu mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasanatu kathira, ijapokuwa ana mema mengi, lakini bado haishi kumhofu Mwenyezi Mungu, moyo wake kupapatika na viungo vyake, roho yake kutokutulia. Fa khawfu, basi hofu yake kubwa huyu bwana, an la yaqbala Allahu min amalihi shay'a, ni kule kutokubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake kitu chochote. Kwa maana anaogopa hata kama atakuwa ana mema mengi kayafanya, lakini hofu yake ipo kwenye nini? Isije ikawa haya mema yote niliyoyafanya mwisho wa siku Mwenyezi Mungu asijakataa. Kwa hiyo huyu bwana huwa anahofia hivyo. Fal khawfu maqamun kabirun, basi hofu ni daraja kubwa hiyo, min maqamati dini, katika daraja za dini. Fal khawfu, basi kuwa na hofu, maqamun kabirun, ni daraja kubwa hilo, min maqamati dini, katika zile maqamati za dini, katika zile daraja za dini. Wa martabatun najibun, na ni kipando, wa markabun ajibun, na ni kipando kitukufu. Hiyo hofu ni kipando kitukufu, min marakibis salikina, katika vile vipando vya wenye kwenda. Min marakibis salikina, katika vile vipando vya wenye kwenda. Kwenda wapi? Kwenda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Bimaana ukikitafuta hichi kipando cha hofu kikiwa ndio kipando chako, bimaana umhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha kwa kipando hicho ikiwa kama kitakupeleka kwa Mola, basi utapelekwa kule hali ya kuwa umesalimika kabisa. Waqad qila, na kuna qila imesemwa, waqad qila, na hakika waqad na qad, kama tunavyojua ikiingia kwenye fi'li mudhari, hiyo qila ni fi'li mudhari ambayo ni majhuli, lam yusamma fa'iluhu. Waqad qila, na huenda ikasemwa waqad qila. Kwa hiyo qad ikiingia katika mudhari inakuwa ni katika taklili. Waqad qila, na huenda ikasemwa, innal khawfa min Allah, yakumhofu Mwenyezi Mungu mtukufu, huwa an yakhafa an la yuaqibahu fi dunya. Huko maana yake ni kuogopa, an yakhafa ni kuogopa, an la yuaqibahu fi dunya, ili Mwenyezi Mungu asimuadhibu katika ulimwengu, wala fil akhirati, wala huko akhira. Hiyo ndio inaitwa hofu. Yani mtu maana yake kuogopa sijakadhibiwa hapa ulimwenguni na akhira pia. Huende kasemwa hivyo. Sawa. Qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka amesema, wa khafuni in kuntum mu'minin, basi niogopeni mimi kwa sharti, lakini hii ni ya shartia, ikiwa nyinyi mna sifa ya imani. In kuntum mu'minina, ikiwa nyinyi ni wenye kuamini, bimaana mna sifa ya imani. Fal khaifu, basi yule mwenye kuhofia. Fal khaifu, basi yule mwenye kuhofia. Man, ni yule ambaye yakhafu min nafsihi, anaiogopea nafsi yake. Akthara, yakhafu min nafsihi, anaiogopa nafsi yake. Yakhafu min nafsihi, anaiogopa nafsi yake. Akthara, zaidi, mimma yakhafu min ash-shaytani, kuliko vile anavyomuogopa shaytani. Fal khaifu, basi yule mwenye hofu. Man, ni yule ambaye yakhafu min nafsihi, huiogopa nafsi yake. Akthara, zaidi, mimma yakhafu min ash-shaytani, kuliko vile anavyomuogopa shaytani. Sababu gani? Kwa sababu shaytani kuna muda mwingine wewe hayuko na wewe, lakini nafsi yako ndio rafiki yako huyo, muda wote upo naye. Na kama tunavyojua rafiki kwa rafiki yake huwa haoni yale madhaifu, haoni mapungufu yake, mpaka aambiwe bwana, rafiki yako amfuata wewe, lakini tabia zake kadha kadha kadha. Lakini ukiwa naye beneti mmeshibana, huwa huoni zile kasoro zake. Kwa hiyo mwenye hofu ni yule ambaye anaihofia nafsi yake zaidi, anaiogopa nafsi yake zaidi kuliko vile anavyomuogopa nani? Anavyomuogopa shaitani. Wa min alamatil khawfi, na ni katika miongoni mwa alama za mtu kuwa na hofu, asrul amali, ni kupunguza tamaa, mtu kutokuwa na tamaa mbele. Wa yaqinu raji, na pia vile vile mtu awe na yaqini ya mwenye kutarajia. Wa yaqinu raji, na yaqini ya mwenye kutarajia.
anatarajia kwa nani? Minallahi, kwa Mwenyezi Mungu. Annahu yarhamuhu, huwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamrahamu yeye, birahmatihi allati, kwa kupitia zile rehema zake Mwenyezi Mungu ambazo wasi'ati kulla shay'in, zimekienea kila kitu, rehema za Mola subhanahu wa ta'ala. Falyaqinu, basi yaqini, huwa ilmu alladhi, huko ni kujua ambako kwamba la yatadakhalu sahibahu raibun, haimuingii yule sahibu wake raibun, shaka. Bimaana yaqini maana yake ni kujua kitu kwa uhakika. Yaqini maana yake ni kukijua kitu kwa uhakika, na wala haiwezi kuingia shaka ndani ya kile kitu ambacho unachokijua. Wajua kabisa kuwa hichi ni kitabu, yaqini kabisa, naona kuna kurasa hapa kimechorwa hivi hivi, huna mashaka kwa sababu mashaka tukiweka katika asilimia, yaqini maana yake ni asilimia 100 chini ya 100. Yaqini hiyo. Dhanna ni asilimia 70 chini ya 100, dhanna hiyo. Na mashaka ni asilimia 50 kwa 50. Mashaka ni asilimia 50 kwa 50, kama tunavyojua katika ilmu ya usuli al-fiqh, katika mambo yake hayo. Kwa hiyo sasa, yaqini maana yake mtu kukijua kitu kwa uhakika bila ya kuingia shaka yoyote. Anasema ala mutlaqil urfi, ikiwa kama tutaachilia kidasturi, maana kidasturi au kikawaida, yaqini maana yake ndio hivyo, maana yake ni kuweza kukijua kitu kiuhakika, yani kindani ndani, nje. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, walladhina amanu, na wale ambao, walladhina yu'minuna bima unzila ilaika, na wale ambao wanaoamini kile ambacho tumekuteremshia wewe, maana Muhammad, wama unzila, na kile ambacho kimeteremshwa min qablika, kabla yako wewe, bimaana kwa wale mitume wengine, Taurati, Injili, Zaburi hizo. Wa bil akhirati, na akhira, hum wao, yuqinuna, wanayaqini, bimaana wana uhakika kuwa akhira ipo, na wala hawana mashaka kabisa katika nyoyo zao. Qala Dhunnun al-Misri, amesema huyu Dhunnun al-Misri, al-yaqinu da'in ila qasri, yaqini hulingania kwenye upungufu al-amali wa tamaa. Bimaana mtu kuwa na yaqini, basi ile yaqini yake itamuita kutokuwa na tamaa mbele, kwa sababu ana hakika ya jambo fulani. Kwa hiyo hatakuwa na tamaa ya dunia, ana yaqini na akhera ipo. Nikikosa hapa duniani, basi akhera nitapata. Al-yaqinu da'in, yaqinu ni yenye kuita ila qasri al-amali, kwenye kupunguza tamaa, ila qasri al-amali, kwenye kupunguza tamaa, wa qasru al-amali, na kule kupunguza tamaa, yad'u ila zuhdi, ni kwenye kulingania mtu kuwa na zuhudi katika moyo wake, maana kuipa nyongo nini? Kuipa nyongo dunia. Wa zuhdu, na zuhudi, yurithu al-hikmata, inarithisha mtu kuwa na hikma. Wazuhudu, na zuhudi, yurithu, hurithisha, alhikmata, hikma. Na hikma kama tunavyojua, hikma maana yake ni kuweka kila kitu mahala pake. Ndio maana yule hakimu, yule anayehukumu kesi kule mahakamani anaitwa hakimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule hurudisha kila kitu mahala pake. Mtu kapeleka kesi yake, kadhulumia kitu fulani, ushahidi ukipatikana na ubainifu pale, basi ujue kile kitu atakitoa kule kilipopelekwa, atakirudisha mahala pake, ndio hakimu huyo. Kwa hiyo mtu kuwa na zuhudi, basi kunarithisha kule kuwa na zuhudi kwake kuwa na hikma, kuweka mambo kwenye sehemu zake husika. Wal hikmatu, na hikma, turithu nadhara fil awaqibi, unarithisha mtazamo wa kuangalia mwisho wa mambo. Turithu nadhara, unarithisha mtazamo fil awaqibi, katika kuangalia ule mwisho wa kitu. Maana yake itakupelekea wewe, hichi kitu ndio nataka nikifanye hivi, hichi mwisho wake kina kheri au kina shari? Kina kheri kwangu mimi au kina shari kwangu mimi? Au hata kama sio kwangu mimi, nikikifanya kwangu kina kheri, je, kwa wengine kitakuwa kizuri au kitakuwa kibaya? Urithisha hivyo hikima. Asema waraji huwa man, na yule mwenye matarajio. Waraji, na yule raji, mwenye kutarajia, mwenye matarajio. Huwa man, huyo ni yule ambaye lam yai'as min rahmatillahi, hakukata tamaa kutokamana na rahma za Mwenyezi Mungu. Hata kama kafanya madhambi kiasi gani, lakini bado hajakata tamaa kutokamana na rahma za Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu mimi atanihurumia tu. Walau kanat indahu sayiatun kathiratun, ijapokuwa yatakuwa kwake yeye madhambi mengi. Walau kanat, ijapokuwa yamekuwa indahu, mbele zake, sayiatun kathira, japokuwa atakuwa ana madhambi mengi, lakini kwa sababu yeye ni raji, basi atatarajia samaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa kufanya taa na kuachana na yale makosa aliyokuwa akiyafanya.
bali yantadhiru alfaraja min Allah, pia vile vile bali yeye husubiri faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa yuhsinu dhanna billahi, na hufanya dhana njema huyu arraji kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa yuhsinu dhanna, na hufanya vizuri dhanna, bimaana kumdhania billahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu hali yakuwa ametukuka amesema, man kana yarju liqaa Allahi, man kana yarju, yoyote yule ambaye amekuwa ni mwenye kutarajia liqaa Allah, kukutana na Mwenyezi Mungu, fa inna ajala Allahi laati, hakika ajali ya Mwenyezi Mungu, muda wa Mwenyezi Mungu ni wenye kuja. Wala wasira mashaka. Ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah Muhammad.